Wakenya wengi wamefurahishwa na kauli yake mbunge Ndindi Nyoro ambaye amemwomba Rais William Ruto ajiuzulu ikiwa ameshindwa kuiongoza nchi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wakenya wengi wamefurahishwa na mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro ambaye kwa muda mrefu amekuwa miongoni mwa watetezi wakubwa wa serikali ya Rais William Ruto, ambaye sasa ameibua mshangao mkubwa kwa wananchi baada ya kutoa matamshi makali dhidi ya ukandamizaji unaofanywa na vyombo vya dola. Kauli yake imetafsiriwa kama mabadiliko ya msimamo wa kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa hapo awali aliwahi kupongeza polisi kwa ukali wao katika kukabiliana na maandamano ya upinzani. Kupitia video iliyoenezwa kwa kasi mitandaoni, Nyoro alionyesha wazi kutoridhishwa na namna baadhi ya viongozi wanavyoshindwa kushughulikia changamoto za wananchi. Alihimiza uwajibikaji wa kweli na akasisitiza kuwa viongozi wanaoshindwa kukosolewa na wananchi hawafai kuendelea kushikilia nyadhifa za umma. Kauli hizi zimejiri wakati taifa likikumbwa na wimbi la maandamano yanayolalamikia ongezeko la unyanyasaji wa polisi dhidi ya raia. Kauli za Nyoro zimekuja wakati ambapo wananchi wengi wameonyesha kuchoshwa na mienendo ya baadhi ya taasisi za usalama, huku visa vya raia kupigwa, kukamatwa kiholela na hata kuuawa vikiripotiwa mara kwa mara. Kwa mara ya kwanza, wanasiasa waliokuwa kimya au waliokuwa wakitetea hatua hizo sasa wanaonekana kuungana na sauti za wananchi wanaotaka mageuzi ya kweli. Wananchi mitandaoni hawakusita kutoa hisia zao. Wapo waliomsifu mbunge huyo kwa na hatimaye kusimama upande wa haki, wakisema ameamua kusema ukweli kwa mamlaka. Hata hivyo, wengine walimkumbusha historia yake ya kutetea vitendo kama hivyo, hasa katika kipindi cha maandamano kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2017. Kwao kauli za sasa ni za kujipendekeza kwa umma wakati uchaguzi wa mwaka 2027 unapokaribia. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa mabadiliko haya ni ishara ya presha inayotokana na kizazi kipya cha wapiga kura maarufu kama Gen Z, ambao kimekuwa mstari wa mbele katika kuibua hoja nzito kuhusu utawala bora, haki za binadamu na uwajibikaji wa viongozi wa umma. Hali ya kisiasa nchini inaonekana kubadilika kwa kasi, huku viongozi wakianza kufikiria upya nafasi zao kisiasa na kijamii. Ukimya wa awali ambao uliambatana na hofu ya kupoteza ushawishi au kukosana mamlaka, sasa umeanza kufifia, na nafasi ya kuzungumza ukweli kwa niaba ya wananchi inaanza kufunguliwa hata kwa waliokuwa wanufaika na mfumo huo wa sasa. Kama hali itaendelea, kuna uwezekano mkubwa kuona viongozi zaidi wakilazimika kuchagua kati ya kusimama upande wa wananchi na kubaki waaminifu kwa utawala unaotuhumiwa kwa ukandamizaji. Wakati huu raia hawasikii tena porojo, wanachukua kumbukumbu.